nimezunguka pote pote, nimetafuta pote pote, hakuna hata kuwepo, imba nimetembea pote pote, nimetafuta hakuna. Wewe umetembea pote, nimetafuta pote pote, hakuna hata. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. 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 Mungu wa baraka ni Yesu. Asanteni sana, tuketi. Tutaendelea na taratibu za Gen Z baadaye. Tusikie neno kidogo. Haleluya. Nisaidie kufungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 6 hadi 9. Mathayo sura ya 21 mstari wa 6 hadi wa 9 mpaka 10. Hapo tunaweza kusoma, na naamini watu wetu wa media watakuwa chonjo. Wiki iliyopita watu wa media walikuwa chonjo mpaka nikaona wako vizuri. Tuwapigie makofi watu wetu wa media. Tuko na timu nzuri sana sana sana. Mungu awabariki, tunawapenda, we appreciate you. And by the way, yale masomo si mko nayo, yamekuwa printed yale bado. Kama kuna mtu atayahitaji yale masomo, yale mengine ambayo sio yale kwenye vitini vile, kwenye vile vitabu, yale mengine ukiyahitaji utatoa taarifa, sema inabidi fike kwa mchungaji, si ndio? Lakini ukimpata mzee pale Stevie, basi tutaangalia utaratibu upi unaweza kufanyika. Ni vizuri sana uwe na hayo masomo, ni vizuri sana. Natamani kila mmoja awe na yale masomo. Unajua kuna wakati tunafanya makosa sio kwa sababu tunapenda kufanya makosa, ila tuna ujinga. Haleluya. Tunafanya makosa si kwa sababu tunapenda kufanya makosa, ni kwa sababu tuna ujinga. Tuna ujinga. Haleluya. Tuliambiwa katika semina yetu, mpaka Jumapili waliokuwepo wanakumbuka kwamba kuna aina tatu, kuna makundi matatu ya waumini kanisani, si ndio? Kundi la kwanza ni asilimia ngapi? Na kazi yao ni nini? Wanakuaje kanisani? Tunaambiwa kuna aina tatu za waumini. Aina ya kwanza ni wale ambao wapo kwa ajili ya kitu, si ndio? Kuna waumini ambao wanakuja kanisani wapo kwa ajili ya kitu. Wanaona labda mchungaji atafanya, au kuna fursa fulani pale kanisani, kuna kitu fulani. Na mwalimu wetu akasema watu hao ni 80%
ya waumini wote kanisani. Hebu imagine watu ambao wapo kwa ajili ya kitu fulani, wakikosa hicho kitu wanaondoka. Na mwalimu wetu akasema, na kundi la pili ni watu waliopo kwa ajili ya nafasi. Kwamba mtu yupo kwa sababu amepewa ushemasi, uzee, ukimtoa katika lile jukumu anaacha kuja kanisani. Na watu hao ni 15%. Imagine katika kanisa lote 95% ni watu wapo kimahesabu. Alafu kuna 5% wako kwa ajili ya Bwana, wako kwa ajili ya Kristo. Wanasema mahali hapa ni pazuri kama nini? Kama Petro akamwambia Yesu, tutoke kwako twende wapi? Maana kwako kuna haleluya. Imagine kanisa lote linakuwa na watu 5% ambao wapo kwa ajili ya Bwana. Hao piga ua galagaza watakuwepo, yaje mawimbi, ije dhoruba, watakuwepo. Lakini mwalimu wetu hakuishia hapo, akasema hatuishii tu kutambua ni hivyo, lazima tuanze kufanya kazi. Kama ulikuwa kwenye 80% ambaye upo kwa ajili ya kitu, tafadhali fanya jitihada uhame uje kwenye 5%. Na kama ulikuwa katika 15%, hama uende kwenye 5% ambaye haupo kwa ajili ya cheo, upo kwa ajili ya Bwana. Kwamba either una cheo au hauna cheo, wewe unajua upo kanisani kwa ajili ya kusudi la Bwana, kwa ajili ya wito wa Bwana, kulitumikia shauri la Bwana. Haleluya, haleluya. Na usije ukasema huo ugonjwa ni hapa. Ni kila kanisa unaloliona duniani, kila kanisa. Na yale makanisa unayoona ni imara, yamefika mahali wamefundishwa 80% zikapungua, 5% zikaenda zinaongezeka. Ndipo unapoona kanisa linaanza kuwa imara. Unazokana kanisa la watu wengi, na mara nyingi mjini hapa unapata makanisa yenye watu wengi, lakini nenda baada ya miezi 6 wale watu hawako. Au kesho wana mivurugano, huyu kaenda na lile, yule kaenda na lile. Ni kwa sababu si kwamba watu hawampendi Mungu, lakini tuna ujinga, yamkini tunafanya vitu pasina kujua. Haleluya. Na ndio maana tupo kanisani ili tufundishwe. Bwana asifiwe sana. Naamini media ameshaniwekea andiko letu la Mathayo 21. Tayari tutasoma sura ya 6 mpaka ya 10. Twende wote kwa pamoja tusome. Wale wanafunzi wakaenda wakamfanya kama Yesu alivyokuwa amewaagiza. Wakamleta yule punda na mwanapunda, nao wakamtandika mavazi yao juu ya hao punda, naye Yesu akaketi juu yake. Umati mkubwa wa watu ukatandaza mavazi yao barabarani, na wengine wakakata matawi kutoka kwenye miti wakayatandaza barabarani. Ule umati wa watu uliomtangulia na ule uliomfuata ukapiga kelele ukisema, Hosana mwana wa Daudi, amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Naomba maliza mstari wa 10. Yesu alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakauliza, huyu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati rafiki yangu sana, dada yangu Bahati Bukuku alikuwa ameimba wimbo fulani, kama utaona, alipoingia Yerusalemu walimwita mbarikiwa. Sina sauti ile pale, najaribu kuiongeza. Alipofika Golgotha wakasema sulubiwe. Alipoanza siwezi, walimtia moyo. Alipoonyesha mafanikio wakainua vikwazo. Kuna mtu anasema maana si wote waliofurahia mafanikio yako watakutia moyo. Unapoonyesha mafanikio
watainua vikwazo. Maadui ni wengi katika kazi yako. Kuna mtu anaimba hivyo? Maadui ni wengi katika ndoa yako. Umeona? Siwafurahiao mafanikio yako. Haleluya, pigia makofi waimbaji wetu tafadhali. Unaona sasa waimbaji wetu walikuwa wanaimba nyimbo ambazo ni maandiko, na unasimama kuhubiri unapitia nyimbo. Sasa zile nyimbo zetu